mazuri. Lakini Mheshimiwa Waziri, tumekuwa tukiona wananchi kushiriki katika utalii wa ndani wakiwemo wanafunzi wa skuli mbalimbali. Ni upi mpango wa serikali kupitia wizara yenu wa kuwahusisha waandishi wa habari kwa kutangaza utalii huu kupitia wanafunzi hawa wanaofanya ziara hizi? Lakini B, kuna kifungu chochote kilichotengwa kwa ajili ya kuwawezesha waandishi hawa habari wakati wanafanya ziara zao hizi? Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Chum, mbunge wa viti maalum mkoa wa Kaskazini Pemba. Kitoto A kuhusiana na ziara za wanafunzi na vipi waandishi wanatumika. Mheshimiwa, imekuwa ni utaratibu katika skuli mbalimbali za serikali na binafsi kufanya ziara katika maeneo ya kihistoria. Na kwa bahati nzuri tumeweka package maalum ambayo ni punguzo, ni tofauti na mwanafunzi au mzazi anapoenda na familia yake, lakini tofauti wanapokwenda kama wanafunzi kiskuli. Hii ni jitihada ya serikali katika kuhakikisha inajenga utamaduni kwa wanafunzi na generation inayokuja kupenda vya kwao. Kwa hiyo katika ziara hizi mara zote waandishi wa habari wamekuwa kipaumbele kutoa taarifa kwa vyombo mbalimbali na kuhabarisha wananchi. Kwanza kutoa hamasa kwa wanafunzi, kwa wazazi na skuli mbalimbali kufanya ziara mara kwa mara katika maeneo mbali. Kwa nataka nimthibitishie Mheshimiwa mwakilishi kama ziara hizi za wanafunzi zinazofanywa zinaenda sambamba na kutangazwa na vyombo vya habari mbalimbali kulingana na hali inavyoruhusu. Lakini B, kuhusiana na budget, Mheshimiwa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kupitia na Kamisheni ya Utalii tunalo fungu maalum kwa ajili ya marketing and promotion ya utalii wetu, na katika fungu hili ndio hupata fursa waandishi wa habari kufanyia ziara mbalimbali ambazo wanafanya. Lakini nichukue fursa hii kuwapongeza sana wawekezaji kwenye sekta ya utalii, mahoteli na taasisi mbalimbali. Wamekuwa ni sehemu naona mchango mkubwa wa kutangaza utalii wetu na kutangaza vivutio vyetu vilivyomo maeneo mbalimbali. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.